Sajili hii ni kati ya sajili bora kuwahi kutokea kwenye kikosi cha Dar es Salaam Young Africa, na imekuwa ni kati ya mwendelezo mzuri ambao Young Africa wamekuwa nao katika sajili hasa za wachezaji wa maeneo ya ushambuliaji. Lakini kubwa zaidi ni lile ambalo amelizungumzia pia Engineer Hersi Said kuhusiana na sajili hii, kwa nini imefanyika mapema, lakini pia usajili wa kocha mkuu mpya nalo tutaweza kulizungumzia hapa wote kwa pamoja, na kwa nini kocha mkuu amelisuggest jina la mchezaji huyu. Tutakwenda kuangalia statistics zake mchezaji Arane Super Traore mwenye umri wa miaka 22, lakini pia tutakwenda kuzungumzia wachezaji ambao wanaondoka ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Young African. Kwa nini wanaondoka? Kwa nini walikuwa na performance nzuri lakini bado wanaachiwa kuondoka ndani ya kikosi cha Young African? Na hii inasemwa ndio propaganda ya kwanza au ndio ile masharti ya kwanza ambayo ameyatoa kocha mkuu mpya ambaye atakuwa na klabu ya Young African kuanzia msimu unaokuja, yani dirisha la usajili linapofunguliwa mapema sana hatakuja nchini Tanzania. Na ndio maana Young African toka mwanzo wamekuwa na utaratibu, hawawezi kuanza usajili pasipokuwa na kocha mpya. Ndio maana wameanza na makubaliano ya kocha mpya na wameanza kufanya sajili mapema wakiwa nao. Lakini mission ya kwanza ni kuisaidia Young African kuchukua ubingwa msimu huu, lakini pia kwenda kuchukua ubingwa msimu unaokuja. Ndio maana kocha mpya wa Young African naye pia atajiunga na kikosi hiki cha Young African kwa sasa kuwafanisha mazoezi na kuongeza baadhi ya masuala ya ufundi. Mashabiki wa Dar es Salaam Young African, msahau kusubscribe kwa sababu hii ndio chaneli yenu pendwa ya Young African na ndio chaneli ya mashabiki. Kwa hiyo unaweza kuniambia wewe unashabikia Yanga kutokea maeneo gani? Twende moja kwa moja kumzungumzia bwana mkubwa Arane Super Traore. Haya ni kiungo mshambuliaji eneo la nambari 10, lakini pia anaweza kucheza eneo la kama mshambuliaji wa katikati. Kwa nini amesajiliwa? Kulikuwa na mambo mengi yanazungumzwa kuhusiana na ujio wa Stefan Aziz Ki ndani ya kikosi cha Young African. Kulikuwa na mwendelezo mwingi wa kuhusiana na kile ambacho kinaendelea ndani ya klabu ya Young African kuhusiana na kutengeneza nafasi, licha ya kwamba Harane Okello amekuwa na kiwango kikubwa sana. Sasa Harane Traore naye pia anajiunga na klabu ya Young African. Emfikiria upande huu tuna Harane Okello, upande ule kuna Harane Traore. Ni Yanga ya namna gani hiyo? Itakuwa ni Yanga ya moto kweli, kwa sababu Nasri Bin Nabi amekuwa na uhusiano mkubwa na mchezaji huyu, na ndio recommendation yake ya kwanza ambayo ameitoa kwa viongozi wa Young African, kwa sababu amemwambia hamtaki Stefan Aziz Ki kwa sababu si kwamba ni mchezaji mbaya, lakini kwa sasa Young African inahitaji wachezaji wenye uchungu wa matokeo, wenye uchungu na timu, wenye uchungu na mafanikio, lakini pia wenye spirit ya upambanaji, kwa sababu kimwangalia mtu kama Stefan Aziz Ki amekwisha fanya vizuri ndani ya Young African na ametoa mifano kama wachezaji wakina Erithier Makambo. Kipindi anaondoka ndani ya Young African alikuwa ni mzuri sana, na aliporejea alikuwa ni mchezaji kama wa kawaida hivi, si kwamba alikuwa hayupo na kiwango, bali kule kuridhika na kuona kwamba hapa tayari nimeshakuwa mfalme ulimfanya ashindwe kufikia yale malengo ambayo Young African walibidi kuyapata. Na hiyo anasema ndio maana anamtaka Arane Traore, kwa sababu anajua huyu atakwenda kuimprove pia jinsi ya uchezaji wa Young African, lakini pia atakwenda kuimprove jinsi Arane Okello anaweza kucheza, na amemwambia mashine ambayo ipo ni ya kuitunza ndani ya Young African ni Arane Okello. Kwa hiyo Arane Okello ataongezewa free roll, kwa sababu huyu ameshatua ndani ya Young African atakuja kufanya mambo mengi ambayo alikuwa anafanya na Stefan Aziz Ki. Kwa hiyo Arane Okello atakuwa free na mambo yatakwenda sawa. Na kwa nini tunamzungumzia Nabi sana? Unajua tu hapa toka mimi nazungumza tunazungumzia Nabi. Kwa nini Nabi amekwisha tayari jiunga na klabu ya Young African, na hakuna siri tena Young African wamemaliza mapema na hawataki distraction yoyote, kwa sababu kuna vilabu vingine vilikuwa vinaangalia uwezekano wa kumpata kocha Nasri Bin Nabi, na Young African wameamua kufanya maamuzi yao kwa sababu wana mazoea na wana ukaribu mzuri kabisa na kocha Nasri Bin Nabi. Kwa hiyo usisahau kusubscribe na kuniambia kwenye comment ushabiki wa Yanga kutokea maeneo gani, na ukaniambia maoni yako kuhusiana na Nasri Bin Nabi kujiunga na klabu ya Dar es Salaam Young African. Usisahau kusubscribe. Asante sana.